Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 26. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa. Tukianza na somo la kwanza, tunasikia nabii Amosi. Ili uweze kuelewa vizuri, nabii Amosi alikuwa ametoka ufalme wa kusini. Ufalme wa kusini wa taifa la Israeli ndipo palipojengwa hekalu la Yerusalemu. Ndipo hapo kwenye mji wa Sayuni ambapo Mungu alichagua mwenyewe ili apakae. Kwa hiyo Amosi alikuwa ametoka ufalme wa kusini, na hakuwa kwenye ile tunasema Uingereza lineage yani familia za kinabii. Yeye alikuwa tu ni mtunza mikuyu, ni mchungaji. Kwa hiyo aliitwa na Mungu akaambiwa, nenda Samaria, nenda kaskazini. Kaskazini ndiko kuliko mji wa Samaria. Katika mji wa Samaria alikuwepo mfalme Yeroboamu wa pili kipindi hicho. Na kipindi hicho kulikuwa kuna nabii mmoja, tunaweza kusema nabii wa mchongo. Alikuwa anaitwa Amazia. Amazia ndiye aliyemshauri mfalme Yeroboamu wajenge hekalu katika mji wa Samaria, ili watu waache kwenda Yerusalemu, ili sadaka zitolewe wapi? Katika mji wa Samaria. Wakakosea. Mungu anamtuma Amosi kutoka kusini aende Samaria kaskazini, kwenda kuhubiri, kwenda kutoa unabii, kwenda kuonya. Kipindi hicho mfalme Yeroboamu alipata utajiri mwingi sana. Watu matajiri wengi walikuwa na pesa za kutosha, lakini wakamsahau Mungu. Mungu anamtuma huyu mtunza mikuyu, huyu mchungaji Amosi, anaenda kule kaskazini kwenda kuwaonya, kuwaambia kwamba waache kuwakandamiza maskini. Watu wale wakandamiza maskini, kulikuwa hakuna haki, watu walikuwa wanadhulumiwa, matajiri walikuwa wanatumia vitu vibaya. Wanaambiwa mkiendelea hivi, leo katika somo la kwanza anaambiwa mkiendelea hivi mtapelekwa utumwani. Kipindi hicho baada ya Amosi kwenda kule, Amazia alichukia sana, akamwambia ondoka, rudi huko kaskazini, rudi huko kwako. Lakini Amosi akamwambia, mimi hata sikuwa nabii, wala si kwamba nimekuja hapa kuzibia kitumbua chako. Mimi kwa kweli nimetumwa, nilikuwa tu mwana wa mchungaji, tena mtunza mikuyu, niliyetumwa na Mungu nije tu nitoe unabii. Kwa hiyo huna haja ya kunichukia mimi. Mimi ni chombo cha Mungu, nimekuja kutoa unabii. Ndugu zangu wapendwa, ndicho tunacho kipata katika somo la kwanza leo. Matajiri waliowadhulumu maskini, waliowakandamiza, waliochukua mali zao, waliotumia mizani za uongo kuchukua kuwadhulumu maskini, wanaambiwa kuna mwisho wao. Hakika hapa duniani kila kitu tulichonacho ni kwa ajili ya Mungu. Amosi anawakumbusha kwamba tumieni vizuri hivi vitu, mkitengeneza urafiki na Mungu, wapendeni maskini, wanyanyueni. Msipofanya hivyo, hakika mtapelekwa utumwani na mtalia na kusaga meno. Ndugu zangu wapendwa, tunaweza kusema yafaa tufungue macho kuona mahitaji ya wenzetu. Tajiri katika somo la Injili anashindwa kufungua macho na kuona shida ya maskini Lazaro. Vile vile matajiri wa taifa la Israeli wanashindwa katika somo la kwanza kuona maumivu ya wenzao. Hatukuumbwa wenyewe ndugu zangu, na hivyo ni wajibu wetu kuwatunza jirani zetu. Tumeumbwa pamoja na wao. Tusifanye hivi, tusifanye kuwanyanyasa au kuwatesa, kwa sababu Mungu hakika atakuja na atatuadhibu tu. Sisi ndugu zangu, tusipofanya kuwatendea wenzetu mema, itakuwa ni dhambi, kwetu ni dhambi ya kutokutimiza wajibu. Unaweza kusema huyu tajiri hajamfanyia Lazaro kitu chochote, alikuwa anajipitia zake tu, anafanya mambo yake, sasa kwa nini aadhibiwe? Ni Mungu hajakuumba ukae chini uanze kutazama matatizo ya wenzako kama vile unaangalia TV. Hapana, amekuumba ili atumie mikono yako, akili yako, uwezo wako uweze kuwakomboa. Kwa hiyo kama wewe ni polisi huko hapo na unaona mtu anadhulumiwa na umekaa kimya, utaadhibiwa kwa dhambi ya kutokutimiza wajibu. Kama wewe ni mama, unaona mtoto wa mtu anafanya dhambi, unashindwa kumkemea kwa sababu sio mtoto wako, utaadhibiwa kwa dhambi ya kutokutimiza wajibu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhangaika kwa ajili ya mazuri ya wenzetu. Ni wajibu wetu. Mungu ametuumba ili tutegemezane ndugu zangu. Tusipofanya hivi, tunatenda dhambi ya kutokutimiza wajibu. Na wimbo katikati unatoka Zaburi ya 146. Leo tunaalikwa kumsifu Bwana, na ndiye pekee anayepaswa kusifiwa. Tusisifie mali zetu, tusianze kujisifia sisi binadamu kwa vitu tulivyonavyo na kumsahau Mungu. Mungu ndiye anayepaswa kusifiwa ndugu zangu.
Tusiwategemee wanadamu, nao wana magumu yao. Kumtegemea mwanadamu na kufanya kama Mungu, wana magumu yao. Mwanadamu anamtegemea Mungu, na anapomtegemea Mungu akipata, basi ana jukumu la kumtegemeza mwanadamu mwingine. Na tujitahidi ndugu zangu kusafisha njia zetu, kwani Mungu huipotosha njia ya wasio haki. Njia ambayo sio ya haki, Mungu atakuja tu. Usitamani njia za mtu ambaye si mtu wa haki. Nabii Amosi anatoa onyo kwa matajiri wenye kuponda raha bila kuhuzunikia mateso ya wenzao. Wanajijali wao wenyewe tu na sherehe zao, wanawaalika matajiri wenzao, wanatapanya mali, maskini wanateseka. Kwa kweli haikuwa sawa. Wanaonywa, watapelekwa utumwani, na huo utakuwa mwisho wa maisha yao ya kuponda mali. Mungu hutoa vipaji mbalimbali ndugu zangu. Anachotaka Mungu ni kumjali mwenzako. Tukiwa waaminifu kwa mambo madogo, Mwenyezi Mungu atatukabidhi makubwa. Tajiri katika somo la Injili hakumjali maskini Lazaro. Ndugu zangu, aliruhusu hata mbwa wake walambe vidonda vya Lazaro. Yaani huyu tajiri angewafukuza basi hata mbwa, hakuwafukuza. Baadaye tajiri alikuja kuomba msaada kwa Lazaro. Utajiri wa duniani ndugu zangu una kikomo, na kuna mahali ambapo hauwezi kutupeleka. Hapa duniani, nishawaambieni tena, hapa duniani ni kama tupo kwenye ukumbi, tumealikwa kwenye sherehe. Tusihangaike kuchukua viti na kupigana. Tukae kwa adabu, tule, tutumie kile tulichopewa na Mungu, alichotualika Mungu kufanya. Tukimaliza, baada ya sherehe, nyumbani. Tukimaliza, tunarudi nyumbani. Tumia vitu vya kwenye ukumbi wa Mungu kwa utulivu. Mjali mwenzako. Sherekea, furahia. Baada ya sherehe, tutaondoka. Lazima kurudi nyumbani. Tutarudi nyumbani. Ndugu zangu, utajiri wa dunia hii una kikomo. Dhambi ya kutokujali na kutokutimiza wajibu ni dhambi kubwa sana. Maskini Lazaro aliokota mikate iliyodondoka chini. Kipindi hiki ndugu zangu, matajiri wa taifa hili la Israeli walikuwa wakinawa mikono, wakimaliza wanajikausha kwa kutumia mikate. Na mikate hii ikidondoka chini, maskini walikuwa wanakimbilia kwenda kuila. Kwa kweli ilikuwa ni mbaya. Matajiri wa kipindi hicho walitumia mikate kujipangusia mikono, na ilipodondoka tu maskini walikimbilia kuokota. Hii ni kutokujali na kufumbia macho shida za wenzetu. Yesu yupo katika jirani zetu ndugu zangu, aliye pembeni yako, aliye nyuma yako, aliye mbele yako. Yesu anakuhitaji ufungue macho, ujali jirani yako. Ukweli ni kwamba hatuwezi kumfikia Bwana bila misaada ya wenzetu. Sisi ni Wakristo, tuko pamoja. Huwezi kuwa Mkristo peke yako. Hata Yesu alisema, walipo wawili watatu wakusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Sisi tunategemeana. Katika kutegemeana kwetu, basi tuwe watu wa kujali wenzetu. Tusijitenge. Acha tabia zako za kujitenga na watu. Kujitenga, kukaa mwenyewe, ni kama vile mtoto aliyenunua mandazi anakula peke yake. Watu wana njaa hapo, lakini hawapatii chochote. Hata baada ya kifo chetu, tutahitaji msaada wa sala za wenzetu. Bado tutahitaji kuombewa misa. Kwa nini? Kwa sababu tunategemeana. Kwa hiyo jali wenzako. Hivyo ndugu zangu, lazima ujue mchango wa mwenzako. Maskini Lazaro anaendelea kugonga milango yetu kila siku kupitia ombaomba au watoto wa mitaani. Tuwatazame kwa jicho la kipekee. Tusiwatupie makombo maskini, bali tuwatengee chakula safi na bora. Tusiwe watu wa kuwapatia watu makombo. Kwa mfano wale ambao tunawatupia watu chupa za maji, tukidhani kwamba tunawapa misaada. Ukweli huu si msaada huu. Usifikiri mbwa ameumbwa kwa ajili ya kula mifupa tu. Anahitaji pia minofu. Tukizoea shida za wenzetu, tutafikiri kwamba ni haki zao, ni haki yao kuwa kwa watu wa shida hivyo. Wewe unafikiri maskini anayetembea huko ambaye hana kitu, unafikiri hatamani kuendesha gari kama wewe? Unafikiri hatamani kula vizuri kama wewe? Anatamani, lakini uwezo hana. Ukizoea shida za wenzako, unaweza kufikiri ni wajibu wao. Yaani kama Mungu amewaumba ili wateseke hivyo. Hakuna mtu ameumbwa kwa mtumwa wa maskini wala mtumwa wa mtu. Wote tumeumbwa ili tufurahie. Tupo kwenye ukumbi wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo usije ukazoea shida za wenzako ukafikiri kwamba hawa wameumbwa kwa ajili ya kula mifupa tu. Hata Mungu hajaumbwa kula mifupa tu, ni kwa sababu hakuna mtu wa kumpa mnofu. Mpe mnofu uone kama atakataa kula. Kwa hiyo ndugu zangu, matajiri tuwajali pia maskini. Tusizoee shida zao, tufikiri kwamba wameumbwa kwa ajili ya kuteseka. Hapana. Tusiache ndugu zangu kuyatafakari maandiko matakatifu. Tajiri na nduguze waliacha kuyatafakari maandiko matakatifu ya Musa na manabii. Abrahamu anakataa
kumtuma Lazaro kwenda kwa ndugu wa tajiri. Jifunze kutumia vyema viongozi wetu wa dini na kutii mafundisho yao mema. Tunasikia huyu tajiri anamuomba Abraham kwamba naomba mtume Lazaro hata akawape onyo wale walioko duniani. Ndugu zangu, sisi tulioko duniani pengine tunajisahau sana. Hatuna muda wa kutafakari maandiko, hatuna muda wa kusikiliza manabii waliopo katikati yetu. Wakati mwingine tunawadharau. Tunaona watu wanaosali kama vile wamepungukiwa hivi. Hata tunaona kama wanapoteza muda. Wanaenda kanisani, tunaona kama wanapoteza muda. Kwa kweli tuwe makini sana. Hapa ni funzo kwetu tuliopo duniani. Tusije tukazoea, tukaona mambo yanaenda vizuri, tukamsahau Mungu. Tufikiri sisi wenyewe ndio tunayaongoza maisha yetu. Ni mkono wa Mungu. Tafuta muda, tenga muda kwa ajili ya kusali. Mtukuze Mungu katika maisha yako, ishi vizuri. Na ukifanya hivyo, nakwambia siku ya mwisho utakuwa na cha kujutia. Huhitaji mtu afufuke kutoka wafu, au upate maono, au kuwe na radi ipige, au sauti toke mbinguni ikwambie fanya hivi fanya hivi. Mungu atatumia hawa manabii ulionao hapa, mapadri hawa uliowazoea, injili ile unayosikiliza Jumapili, kitabu hiki ulichonacho hiki, Mungu atakitumia kukuokoa wewe. Sasa ni juu yetu tusikidharau. Sauti ya Mungu inakuja kwetu kupitia wenzetu, kupitia mambo haya. Kwa ndugu zangu wapendwa, tuwe makini, tusikubali kabisa kuacha kumsikiliza Mungu kupitia maandiko matakatifu na wenzetu walio karibu yetu. Ndugu zangu, tajiri alipata kutambua namna jinsi alivyotumia muda wake kizembe. Wengi wetu ndugu zangu hatuna muda wa kutumia muda kwa ajili ya Mungu. Tuko busy. Huenda tunatumia muda wetu kizembe. Muda wote tupo kwenye kuwaza mali tu. Ninunue kiwanja wapi? Niongeze biashara wapi? Niengezeje kipato changu? Yaani Mungu tunamuwaza kidogo sana. Hatuna muda na Mungu. Tuko busy mno. Hebu pata muda. Pata muda. Usiache kumtumikia Mungu. Ndugu zangu wapendwa, wengi wetu hatuna muda wa kumfikiria Mungu. Tuko busy na mali. Lakini tunapaswa kumshukuru Mungu na kutambua kwamba tunaye tajiri mkubwa. Tajiri mkuu ni Yesu Kristo. Tajiri mkubwa ni Mungu. Tuwe kama Daudi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Utajiri namba moja wa mwanadamu hapa duniani ni kuwa na Mungu. Mungu ndiye tajiri mkuu. Ukiwa naye hutapungukiwa na kitu kama Daudi. Ndiye mchungaji wako, ndiye atakaye kusaidia. Hivyo ndugu zangu, tumtumainie Mungu, tusiache kumtumainia Mungu. Tuwe watu wa kumtumainia Mungu. Lakini pia katika somo la pili kutoka waraka wa kwanza kwa Timotheo, Paulo anamwandikia Timotheo. Timotheo anamwambia awe mtu wa Mungu. Ayakimbie mambo yasiyofaa. Ayakatae mambo sio ya haki. Awe mtu wa imani, awe mtu wa upendo, awe mtu wa upole. Alinde imani. Paulo anamwambia mimi nimevipiga vita vilivyo vizuri. Alishinda, ameshinda tamaa, ameshinda ile kujikusanyia, ameshinda yote hayo. Yaani ameishi vizuri imani, hajakwaza mtu. Ameishi vizuri. Hajakwaza mtu kama huyu tajiri kwenye somo la Injili. Ameishi vizuri. Ni mahusia mazuri. Anamwambia wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki. Kimbia mambo ambayo yanakutenga, mambo ambayo hayapo karibu na Mungu. Yakimbie. Ishi kama Mungu anavyotaka. Paulo anamtaka kijana wake wa kiroho awe smart, awe mtu wa kukaza macho mbele, amfuate Mungu daima, asimsahau Mungu, lakini asiwasahau wenzake. Maana ahubiri, aonye, akaripie, fanye vizuri, mwishoni atapata taji. Na kweli Paulo alipata taji kwa sababu alivipiga vita vilivyo vizuri. Huyu tajiri hakuvipiga vita vilivyo vizuri. Je, wewe unavipiga vita vilivyo vizuri? Je, mwisho wa maisha yako unaweza kusema kwa kweli mimi nimelinda imani, sikuwa mtu wa kuyumbishwa. Nimekuwa mtu ambaye nimemtumainia Mungu daima na sasa nafika mwisho. Paulo anasema nimevipiga vita, imani nimelinda. Wala sikumkwaza mtu yote. Nimeshuhudia imani ya Kristo na nimemtegemea Kristo mwanzo mwisho. Kwa kweli Paulo anatufundisha kikubwa. Tuwe watu wa kupiga vita vilivyo vizuri. Tuepuke vita vya masengenyo, vita vya kuonea watu wivu, vita vya kupambania mali na kwenda kusingiziana kesi za uongo, vita vya kunyanyasana, vita vya kutafuta madaraka, vita vya kukandamiza wenzetu. Hivi ni vita vya dunia hivi.
kwa sababu huwezi kukanyaga juu ya mguu wa mtu alafu mtu aache kupiga kelele. Vipo vilio vingi kwa sababu watu wamekanyagwa miguu, na hakuna mtu anajali kumwambia mtu kwamba ondoa mguu wako juu ya mguu wa maskini. Wengi tunaona sawa tu. Ndugu zangu wapendwa, dhambi ya kutokutimiza wajibu itatukumba wengi sana. Wengi sana. Nakumbuka kuna story moja hivi nimewahi kuisikia. Story hii ilikuwa ni kuhusu mama mmoja alikuwa anaenda kanisani asubuhi, amejifunga vitenge vyake vizuri, akamkuta mtoto ambaye anapigwa baridi, kuna hali sio nzuri. Akamkuta mtoto hali yake sio nzuri, anatetemeka baridi. Yule mama akakimbilia kanisani, akaachana naye, lakini alikuwa amevifunga vitenge vingi. Akarudi nyumbani, akutana na watoto wake wanatukana matusi. Yeye akaingia ndani, akafungua redio, akachukua Biblia yake, akaanza kusoma. Usiku jirani yake anapiga yowe, jamani na ukufa, anapigwa na mume wangu. Yeye akafungua redio, hataki kusikia kelele, hataki kuharibu moyo wake, yuko busy na vitu vyake. Lakini tunaambiwa kwamba alipokufa tu akawa anajiandaa zake, anajua anaenda mbinguni. Akashangaa akaambiwa unatakiwa uende motoni. Akahuzunika sana. Malaika akamuuliza, mama, mbona umehuzunika sana? Akasema, tunahuzunika kwa sababu nimejitahidi kwa nguvu zangu zote kutimiza mapenzi ya Mungu na kusali, lakini kwa kweli naenda motoni na huzuni kubwa sana. Ndugu zangu, yule malaika akamwambia, unakumbuka siku ulipokuwa unaenda kanisani ukamwona mtoto mmoja anapigwa baridi alafu ukumpa na ulikuwa na vitenge vingi wala hukumfunika? Hukutimiza wajibu. Unakumbuka uliporudi kutoka kanisani ukakuta watoto wako wanatukanana alafu hukuwaonya? Ndio, hukutimiza wajibu. Unakumbuka jirani yako alikuwa anapigwa alafu ukafungua redio na hukutoka hata kwenda kumsaidia? Wakati anapiga naomba msaada, naomba unisaidie na kufa, hukuenda? Ndio, basi hukutimiza wajibu. Kwa hiyo hukutimiza wajibu, hukumsaidia jirani yako, ulikuwa unatumia Mungu kwa kisingizio cha kumwacha jirani. Ndugu zangu, tujifunze kwenye mfano huu kwamba kuna vitu wengi wetu tunafumbia maovu macho, hatuonyi kwa kisingizio kwamba hatutaki kusumbuka, hatutaki kuaibika, hatutaki kuonekana wabaya. Mimi niko busy na Mungu wangu. Huwezi kutumia Mungu kama sehemu ya kujificha wakati uovu unauona hapo. Onya, karipia, himiza, kama Paulo anavyomwambia Timotheo. Ni jukumu letu. Tusipofanya hivyo tutadaiwa kwa dhambi ya kutokutimiza wajibu. Wapo wengi walioko serikalini, wapo wameajiriwa huko, wamekaa kimya, wanaona watu wanaonewa lakini wamekaa kimya, wanaogopa kupoteza kibarua chao. Watu wanashindwa kusema ukweli, wanaogopa kumweleza mfalme ukweli, wanaogopa kupoteza kibarua chao. Tutahukumiwa kwa dhambi ya kutokutimiza wajibu. Tuseme ukweli. Kuna mahali hamna haki, kuna maskini wananyonywa, kuna watu wanateseka, kuna watu wana maumivu, kuna watu wamedhulumiwa pesa zao. Hospitalini hamna dawa, mishahara hamna. Kuna watu wamedhulumiwa, kuna mtu amefukuzwa kazi bila kutumia haki. Kuna mtu amedhulumiwa. Tuwe watu wa kusema hivyo. Wengi wetu tuko karibu na mfalme, tunamficha mfalme, hatumwambii. Ni kama Herode. Herode anasikia kuhusu habari za Yesu. Na wale walioko karibu. Yeye mwenyewe kwanza anasema pengine ni Yohane amefufuka. Sio ni Elia, sio nani. Hata walioko karibu walikuwa hawajui. Hawakumjua Yesu vizuri. Wakati mwingine tulioko karibu tunaweza tukamwambia mfalme vitu vya uongo. Ndugu zangu wapendwa, sisi tuwe watu wa kusema ukweli. Kuna watu wanateseka kwa sababu ya ukimya wako. Kuna watu wanaumizwa kwa sababu wewe umekataa kusema ukweli. Tuseme ukweli ili dunia iweze kuwa ya amani na furaha, tuweze kuishi kwa amani. Unabii, prophetic message ya kimungu, ujumbe wa kinabii lazima uhubiriwe. Uwe tayari kupoteza marafiki, uwe tayari kuchukiwa kwa sababu ya ukweli, kuliko kupendwa kwa sababu ya kupewa zawadi. Nakutakia Dominika njema. Mungu atusaidie, Mungu atubariki, tujue tuko hapa duniani kwenye ukumbi wa Mungu, tutimize wajibu wetu, tuwasaidie wenzetu, tukaripie dhambi, tuonye, tuhimize upendo, waliofanya vizuri tuwapongeze. Dunia hii itakuwa ni ya amani na ya furaha kabisa. Mungu Mwenyezi atubariki na kutulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Dominika njema. Timiza wajibu wako.